Hivi unajua ni kwa nini AFCON ilianzishwa hapa barani Afrika? Asili yake, uanzilishi na ndoto ya Afrika kupitia soka. Sasa miaka ya 1950 ilikuwa ni kipindi cha mageuzi makubwa barani Afrika. Bara lilikuwa limebanwa kwa muda mrefu chini ya utawala wa kikoloni. Lilianza kupata pumzi ya ukombozi. Mataifa kama Ghana, Sudani na Misri yalikuwa mstari wa mbele katika harakati za kujiamulia hatma yao kisiasa. Katika msukumo huo wa kuunda Afrika mpya, huru na yenye utu, kulizaliwa ndoto ya aina ya kipekee sana: kuunganishwa bara kupitia mchezo wa soka. Mwanzoni kabisa, wazo lilianza kutumia michezo kama njia ya kutengeneza umoja. Mpira wa miguu ulikuwa tayari maarufu katika miji mingi ya Afrika. Ulionekana kama chombo chenye nguvu ya kuleta watu pamoja, kupinga ubaguzi na kuonyesha uwezo wa Waafrika mbele ya macho ya dunia. Wazo la kuwa na mashindano ya mpira wa miguu kwa bara zima lilianza kuchukua sura mpya mwaka 1950 wakati wa mkutano wa FIFA uliofanyika mjini Lisbon, Ureno. Hapo ndipo viongozi wa soka kutoka Afrika waliamua kuchukua hatua ya kihistoria kuunda shirikisho la soka la Afrika, ambapo viongozi kama waanzilishi wa CAF na AFCON alikuwemo mojawapo ni Abdel Aziz Salem, huyu Misri, rais wa kwanza wa CAF, lakini pia alikuwepo Dr. Abdel Halim Mohamed kutoka Sudani kule, lakini pia Yedenekachwe Tesema huyo kutoka Ethiopia, pamoja na Ohene Jan kutoka Ghana. Hawa walikuwa si tu viongozi wa michezo, bali pia walikuwa Waafrika wazalendo waliotumia soka kama silaha ya ukombozi wa kiutamaduni na kijamii. Walisimama kidete kuhakikisha kuwa Afrika haibaki nyuma na kwamba vijana wa bara hili wanapata fursa ya kushindana kwa heshima na kwa jina la bara lao. Kuzaliwa kwa AFCON kulizaliwa mnamo mwaka 1957, ambapo mnamo tarehe 8 Februari mwaka 1957 mashindano ya kwanza ya AFCON, yani Africa Cup of Nations, yalizinduliwa rasmi mjini Khartoum, Sudan. Mashindano haya yalihusisha nchi tatu tu: Misri, Sudani pamoja na Ethiopia. Afrika Kusini ilipaswa kushiriki, lakini iliondolewa kwa sababu ya sera zake za ubaguzi wa rangi, apartheid. Huu ulikuwa ni ujumbe mkubwa wa msimamo wa Afrika dhidi ya dhulma na ubaguzi. Katika mashindano hayo ya kwanza, Misri iliibuka bingwa baada ya kuifunga Ethiopia mabao 4-0 kwenye fainali, na hivyo kuwa mshindi wa kwanza wa AFCON. Malengo makuu ya kuanzishwa kwa AFCON ni kuunganisha Waafrika kwa njia ya michezo. Hapa anazungumzia katika enzi ya ukoloni na mivutano ya kisiasa. AFCON ilileta jukwaa ambalo Waafrika waliweza kusherehekea pamoja bila mipaka wala tofauti za kisiasa. Lakini lengo la pili ni kuonyesha uwezo wa soka la Kiafrika kwa dunia. Kwa kuwa bara la Afrika halikuwa na uwakilishi mkubwa katika kombe la dunia, AFCON ikawa jukwaa la kuonyesha vipaji vya soka barani Afrika. Na lengo nambari 3 ni kupinga ubaguzi wa rangi na ukoloni. Uamuzi wa kuiondoa Afrika Kusini kwa misingi ya ubaguzi ulikuwa wa kwanza wa aina yake katika historia ya mashindano ya kimataifa. Na mwisho kabisa, lengo lilikuwa ni kuanzisha CAF kama chombo huru cha kusimamia soka la Afrika. CAF ilianzishwa mwaka huo huo wa 1957 na AFCON ikawa mashindano yake makuu ya kuanzisha kazi hiyo ya mpira barani Afrika. Na tangu hapo AFCON imeendelea kukua hadi kuwa mashindano makubwa kabisa ya kandanda barani Afrika, yanayovutia mataifa zaidi ya 50 kila mwaka na kufuzu wachezaji kama Roger Milla, George Weah, Samuel Eto'o, Didier Drogba, Yaya Toure, Mohamed Salah na Sadio Mane wamepita katika uwanja huu wa kihistoria.
Kwa miaka zaidi ya 60 sasa, AFCON imekuwa tu si kipimo cha uwezo wa kandanda, bali pia alama ya mshikamano, mapambano ya haki na fahari ya Afrika. Leo hii AFCON si tu mashindano ya mpira, ni urithi wa kizazi kilichotumia mchezo kama silaha ya kuandika historia mpya barani Afrika.